Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kutaka ziada za kheri zimuendee kiongozi wa umma Nabii Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, karibuni tena katika kipindi chetu sehemu ya pili kinachozungumzia ni mtoto gani aliyekusudiwa kuchinjwa kwa mujibu wa maandiko matakatifu ya Biblia na Qur'ani kati ya Nabii Allah Ismail na Nabii Allah Ishaka, watoto wawili wa Nabii Ibrahim. Katika mada iliyotangulia tulijaribu kueleza makusudio ya Mwenyezi Mungu juu ya kumpa baraka Nabii Ibrahimu na mtihani aliyompa baada ya kumnusuru kutoka katika mazingira ya kutaka kuchomwa moto katika ulo wa Kardayo na kumsafirisha katika nchi ya Palestina. Tukaeleza namna alivyomuoa Bi Hajira na namna alivyoweza kupata mtoto kupata mimba ya mtoto Nabii Ismail. Katika mada iliyopita pia tulijaribu kuzungumzia mrithi aliyetangazwa na Mwenyezi Mungu kutoka katika kiuno cha Nabii Ibrahim, ambaye ndio lilikuwa sharti la kupatikana kizazi chake kutoka katika kiuno chake. Katika mada ya leo tutaendelea kuzungumzia uzazi wa Nabii Allah Ishaka, namna alivyopatikana, ili kuweza kukompea mafundisho mawili kwamba kati ya watoto hawa wawili nani hasa alikusudiwa kuwa ni mrithi wa Nabii Ibrahim kwa sharti zilizotolewa katika kitabu cha Mwanzo sura ya 17 mstari wa 5. Lakini pia katika mada hii tutazungumza sasa ni nani aliyekusudiwa kutolewa sadaka, ambaye Mwenyezi Mungu alimnusuru kwa mnyama anayeitwa kondoo. Ili kuanza mada yetu tutaanza na kitabu cha Mwanzo sura ya 18 kuanzia mstari wa kwanza. Katika kipande hiki tutazungumzia safari ya malaika watatu waliokuwa wakienda Sodoma na Gomora kwa Nabii Lut ama Lutu, ambako lengo la msingi lilikuwa kwenda kuiangamiza Sodoma na Gomora, nchi ambayo leo inajulikana kama Dead Sea ama bahari ya mauti, mahala ambako hapawezi kumea kitu chochote, na hii inapatikana katika nchi ya Jordan. Wapenzi wasikilizaji wangu na watazamaji wangu, kama ilivyoada na desturi, tutaanza kuzungumzia aya hizi ili kujifunza historia. Biblia inasema nini juu ya upatikanaji wa mtoto aliyekusudiwa kuchinjwa. Lakini kumbuka, wakati tukiendelea kuisoma Biblia, tulitanguliza aya katika mada iliyopita ya sura ya 5 aya 46 kitabu cha Qur'ani, 48 kitabu cha Qur'ani, pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema baada a'udhu billahi minashaitani rajim bismillahir rahmanir rahim, na tumekuteremshia kitabu kwa ajili ya kubainisha haki kinachosadikisha vitabu vilivyokuwa kabla yake na kuvihukumia kwamba haya ndiyo yaliyosalimika na haya ndiyo yaliyoharibiwa, sio yaliyoharibika, yaliyoharibiwa. Mungu anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwamba amemteremshia Muhammad Qur'ani, kitabu kinachobainisha haki. Lengo la Qur'ani kwanza ni kusadikisha vitabu vilivyokuwa kabla yake, kwamba vinathibitisha kabla ya Qur'ani kulikuwa na maneno matakatifu ya Mwenyezi Mungu ambayo ni Torati, Zaburi na Injili. Lakini pia Qur'ani kazi yake ni kuvihukumia, yani kuvitolea maelekezo kwamba ndani ya Torati, Zaburi na Injili kuna maneno ya Mwenyezi Mungu yaliyoharibika, yaliyoharibiwa, yani watu wameharibu kwa makusudi, na yaliyosalimika, na yale ambayo Mungu aliendelea kuyanusuru yaache ili yaweze kuwa alama ya kuthibitisha maneno na mitume wa Mwenyezi Mungu. Kwa kuwa Qur'ani ndio dictionary ya Biblia, tutaendelea kujifunza kwa kuihoji maswali Biblia pale ilipotueleza kwamba aliyekusudiwa kuchinjwa ni Nabii Ishaka badala Nabii Ismaili. Kwa maswali tutakayohoji, Biblia ndio itakuthibitishia kwamba Qur'ani imesema kweli na katika Biblia kuna maneno yaliondolewa au kuongezwa kwa lengo la kutaka Ukristo ujengwe na kitabu hiki kwa lengo la kuwafanya watu waamini kwamba Ibrahimu pamoja na kuwa baba wa imani, lakini mtoto wake mmoja kizazi chake alizawa Kristo, na mtoto wake mmoja kizazi chake alizawa Islam. Kwa maana Ibrahimu kutoka kwa Ishaka walizaliwa wa Kristo ambao walipatikana kwa Yesu, na kutoka kwa Ismaili walizaliwa Waislamu, yani kutoka kwa pitia Muhammad. Jambo ambalo si ukweli kabisa maneno haya.
Kitabu hiki kinafundisha Uislamu kwa asilimia zaidi ya 90, lakini ukitaka kuthibitisha hilo unaihoji maswali Biblia ambayo inaweza kukaa kimya isilete majibu, na hata wanatheolojia wa Kikristo wakihojiwa maswali hayo hawawezi kuyajibu. Ili kwenda sawa na jambo hili, tunaanza na kitabu cha Mwanzo sura ya 18 mstari wa kwanza. Andiko nasema, Bwana akamtokea Ibrahim karibu na miaroni ya Mamre alipokuwa ameketi mlangoni pa hema yake mchana wakati wa hari. Akainua macho yake akaona, anatazama watu watatu wamesimama mbele yake. Naye alipowaona alipiga mbio kwenda kuwalaki kutoka mlangoni pa hema. Akainama mpaka chini. Hapa kwanza manake alisujudu, lakini kuna neno limeondolewa hapa. Akainama mpaka chini. Alipokuwa chini kule ameinama, kwa maana amesujudu, akasema, Bwana Mungu, kama ameiona fadhili machoni pako, na kuomba usinipite sasa, mimi ni mtumwa wako, na yaletwe basi maji kidogo, mkanawe miguu, mkapumzike chini ya mti huu, nami nitaleta chakula kidogo, mkaburudishe moyo, baadaye mkaendelee, iwapo mmemjia mtumwa wenu. Wakasema, hayafanya kama ulivyosema. Basi Ibrahimu akaenda hemani kwa Sara, akasema, himiza vipimo 3 vya unga safi, ukaukande ufanye mikate. Ibrahimu akapiga mbio kwenda mpaka kundini, akaleta ndama wa ng'ombe aliye laini mzuri, akampa mtumishi wake, naye akahimiza kumwandaa. Akatoa siagi na maziwa na ndama aliyemwandaa, akawaandikia mbele yao. Akasimama karibu nao chini ya mti, nao wakala. Akawaambia, yuwapi Sarai mkeo? Wakamwambia, yuwapi Sarai mkeo? Akasema, yumo hemani. Akamwambia, hakika nitakurudia wakati huu mwakani, na tazama, Sarai mkeo atapata mwana wa kiume. Sara akasikia maneno akiwa hemani alipokuwa nyuma yake. Basi Abrahamu na Sara walikuwa na umri wa uzee, na umri wao ulikuwa ni mkubwa. Sarai alikuwa amekoma katika desturi yake ya wanawake. Kwa hiyo Sarai akacheka moyoni mwake akisema, niwapo mkongwe nitapata furaha kwa bwana wangu aliye mzee. Niwapo mkongwe nitapata furaha kwa bwana wangu aliye mzee. Bwana akamwambia Ibrahimu, mbona Sara amecheka akisema, mimi ni kweli nitazaa mwana nami ni mzee? Kuna neno gani lililogumu mbele za Bwana kumshinda Bwana? Kwa muhula wake nitamrudia wakati huu mwakani, na Sara atapata mtoto wa kiume. Sara akakana, akasema, sikucheka, maana aliogopa, naye alisema, sivyo, umecheka Sara. Tumesoma kitabu cha Mwanzo sura ya 18 mstari wa kwanza hadi mstari wa 13. Katika maandiko haya Biblia inatufundisha jambo, kwamba baada ya kuzaliwa Nabii Ismaili akiwa na umri wa miaka 16, siku moja wakati Nabii Ibrahimu amekaa na Sara, Nabii Ibrahimu ameshamuondoa Bibi Hajara na mwanawe
Nabii Ismaili na wanaishi Harani, wanaishi Maka katika jangwa la Beersheba. Wamekuwa kukaa huko, wakiishi huko, kwa sababu ukisoma katika Mwanzo 16, baada ya bibi Sara kumfukuza bibi Hajara na mwanawe wakapotea katika jangwa la Beersheba, wakaishi katika jangwa la Beersheba. Wakati wao wanaendelea kuishi Beersheba, bibi Hajara akawa anaishi, bibi Sara akawa anaishi katika Mesopotamia, akawa anaishi katika nchi ya Palestina. Kwa hiyo Sara akawa anaishi Palestina na mumewe, Hajara akawa anaishi katika nchi ya Harani, katika nchi ya Maka, katika jangwa la Parani. Akawa katika jangwa la Beersheba anaishi katika jangwa la Saudi Arabia, au kipenda Beersheba. Wakati Hajara yuko Beersheba na mtoto wake, bibi Sara yuko na mumewe katika nchi ya Palestina, malaika wa Bwana anakuja kumfuata Nabii Ibrahim. Malaika watatu wakiwa katika umbo la kibinadamu wanakuja nyumbani kwa Nabii Ibrahim. Wanamkuta Ibrahimu amekaa wakati wa hare, jioni majira ya saa 9. Nabii Ibrahimu wakati ameketi, anaona watu watatu wanakuja mbele yake. Nabii Ibrahimu alikuwa mkarimu wa kupenda kula na watu. Alipoona wale watu akawaita, akawaomba waketi chini ya mti, akawaambia anawaomba awaandalie chakula ili wapate kula. Wale watu wakasema, fanya kama ulivyopanga. Nabii Ibrahimu akamwambia Bi Sara achukue vikombe 3 vya ngano atengeneze mikate. Akakimbia katika hema, akakamata mnyama, akachukua ndama wa ng'ombe mwenye nyama nzuri laini, akampa mtumishi wake ili apate kumtengeneza. Nabii Ibrahimu akatengeneza mnyama, akawapa wageni, wakawa wanakula, wakawa wanaendelea kupata chakula, au wakawa wanaendelea kuwekewa chakula. Wakati wageni wanaendelea kusubiri chakula, Nabii Ibrahimu wakati anazungumza na wageni wake, mgeni mmoja akamwambia Nabii Ibrahimu, majira kama haya mwakani nitarudi mimi na Sara mkeo atapata mimba na atazaa mtoto mwanamume. Bibi Sara akiwa nyuma ya hema, nyuma ya nyumba, anatengeneza ngano. Wakati Nabii Ibrahimu anaongea na wageni wake, Bibi Sara akasikia habari ya kupata mimba. Bibi Sara ikampa mashaka, akawaza, na kilichomwanzisha Bibi Sara ni maswali haya kwa mujibu wa Biblia. Anasema, kwanza alisema sisi ni wazee, mimi nimeshakoma katika desturi ya wanawake, na mume wangu ashakuwa mzee, hawezi tena kuingilia. Niwapo mzee siwezi kukutana kimwili na mume wangu. Naweza kupata raha ya starehe ya tendo la ndoa kwa mume mzee, lakini si kama hilo halitoshi. Huenda Mungu akampa hizo nguvu, kwa sababu Mungu hashindwi, akapata hizo nguvu za kupata kukutana na mimi kimwili. Nitawezaje kupata mtoto hali ya kuwa mimi sijawahi kushika mimba, na mimi nimekuwa tasa, lakini kubwa nishakoma. Zile siku zangu za kuzaa na hedhi ya ada ya mwezi sipati tena. Nawezaje kupata mtoto katika hali hii? Bibi Sara akapata mashaka juu ya kupata mtoto, kwa sababu hawezi kukutana na mumewe kimwili, mumewe ashakuwa mzee, lakini kubwa Bibi Sara ameshakuwa amekoma katika kalenda yake ya uzazi. Bibi Sara alipokuwa akijenga maswali na hoja ya kuwa hawezi kupata mimba kwa sababu ya umri kuwa mkubwa, hawawezi kuingiliana, na wala hawezi kupata mtoto kwa sababu yeye mwanamke ameshakoma, malaika wa Mungu akasikia sauti ya Sara. Alipoisikia Sara wakati anacheka, akamwambia Ibrahimu, mbona Sara mkeo anacheka? Ni neno gani lililogumu machoni pa Mungu? Kwani Mungu hawezi kumpa mtu mtoto mpaka waingiliane? Hata kama wewe Ibrahimu ni mzee na mkeo ni tayari ameshakoma uzazi, neno gani kwa Mungu lililogumu Sara asipate mtoto?
Sara aliposikia Ibrahimu anahojiwa juu ya yeye kucheka na kujenga hofu ya kupata mimba hali ya kuwa ameshakoma kwenye uzazi, Sara akakataa, akasema sikucheka bwana. Lakini andiko nasema malaika akamwambia alicheka. Lakini mwambie mkeo, majira kama haya mwakani nitamjia, na nitakapokuja majira kama haya mwakani, mwanao mkeo Sara atakuwa tayari amepata mimba. Andiko la Mwanzo sura ya 18 litatuonyesha namna nabii Ibrahimu alivyokuwa amebashiriwa mke wake atakavyopata mimba, mimba ambayo itaingia kwa amri ya Mungu, mimba ambayo ndiyo ya mtoto Ishaka atakayezaliwa sio kwa viuno vya nabii Ibrahimu, ila atazaliwa au atapatikana mimba hii kwa amri ya Mungu kupitia malaika kama anavyoagiza katika andiko hili. Mwanzo 18 inatuonesha namna nabii Ibrahimu atakavyopata mtoto wa pili, ambaye mtoto huyo atapatikana kwa njia ya amri ya Mungu. Biblia inasemaje? Nabii Ibrahimu alipompata Ishaka, alimpata kwa njia ya kumwingilia mkewe au alimpata kwa njia ya amri ya Mungu? Maneno haya tunayapata katika Mwanzo sura ya 21 aya nambari 1 na kuendelea. Biblia inasemaje? Ishaka alipatikana kwa njia ya viuno au alipatikana kwa njia ya amri ya Mungu? Mwanzo 21 sura ya 1 aya ya 1 na kuendelea. Andiko linasema, Bwana akamjia Sara kama alivyonena. Kule katika Mwanzo 18:1, Bwana akamjia Sara kama alivyonena, na Bwana akamfanyia kama alivyosema. Yani Mungu akamfanyia Sara juu ya kupata mimba kama alivyosema wakati malaika watatu walipokuja kipindi kile Ibrahimu alipokuwa katika hema yake wakati wa hari, na nabii Ibrahimu alipokwenda kuwachinjia wanyama. Wakati wakifanya stori, malaika akamwambia muda kama huu mwakani mkeo atapata mimba. Andiko hapa katika 21 linasema Bwana akamjia Sara kama alivyonena, Bwana akamfanyia Sara kama alivyonena. Sara akapata mimba, akamzalia Ibrahimu mwana wa kiume katika uzee wake. Sara akapata mimba, akamzalia nabii Ibrahimu mtoto wa kiume, lakini Ibrahimu akiwa mzee hawezi tena kukutana na Sara katika tendo la ndoa. Kwa mujibu wa Biblia, nabii Ishaka ni mtoto aliyozaliwa katika hali ya uzee wa nabii Ibrahimu. Ni mtoto ambaye amezaliwa kipindi kirefu baada ya kuzaliwa nabii Ismaili. Kwa hiyo kwanza, kwa mujibu wa andiko hili, mtoto wa nabii Ibrahimu aliyekaa pekee kwa baba yake alikuwa ni nabii Ismaili, kwa sababu aliishi miaka 16 hali ya kuwa nabii Ibrahimu hajapata mtoto mwingine. Andiko linasema kwa muhula aliyoambiwa na Mungu, Ibrahimu akamwita jina lake Isaka, yule mwana aliyezaliwa ambaye Sara alimzaa, ambaye Sara alimzalia kama Mungu alivyomwamuru. Maana yake Sara aliamrishwa na Mungu ili kupata mimba na kuzaa mtoto. Abrahamu akamuita jina lake Isaka mwanawe alipokuwa, tarudia kipande hicho, ambaye Sara alimzalia kama Mungu alivyomwamuru. Naye Abrahamu alikuwa mtu wa miaka 100 alipozaliwa mwana wake Ishaka. Sara akasema, Mungu amenifanyia kicheko, kila asikiaye atacheka pamoja nami. Akasema, na nini ningemwambia Ibrahimu? Sara amenyonyesha mwana, maana amemzalia mwana katika uzee wake. Bi Sara akazaa mtoto, akashangaa na akasema, mtoto huyu ni mmoja kati ya watoto wa vichekesho, maana Sara nitacheka na watu wakiniona nimezaa mtoto nikiwa na umri mkubwa. Mume wangu ana miaka 100, mimi mwenyewe na miaka 90, nishakoma ada ya uzazi, nimepata mtoto na nimeanza kunyonyesha. Baada ya kumnyonyesha Sara, nabii Ishaka
kwa muda wa miaka miwili. Nini kilitokea? Mtoto akakua akaachishwa kunyonya, yani Nabii Isahaka akakua akaachishwa kunyonya. Abrahamu akafanya karamu kuu siku ile Isahaka alipoachishwa kunyonya. Nabii Ibrahim akafanya karamu kubwa siku ile alipoachishwa Isahaka kunyonywa. Sara akamuona yule mwana wa Hajiri mjakazi Misri ambaye alimzalia Ibrahim anafanya zihaka na mtoto wake. Kwa hiyo akamwambia Abrahamu, mfukuze mjakazi huyu na mwanawe, maana mwana wa mjakazi hatorithi pamoja na Isahaka mwanangu. Hatorithi pamoja na Isahaka mwanangu. Swali linakuja, ikiwa Mungu alimfanya Ismaili kuwa mtoto bora, akampa jina, akasema mtoto aliyebarikiwa, akamwambia ni mtoto mwenye thamani na heshima, vipi Sara leo anamfukuza Isahaka, anamfukuza Ismaili asibaki na Isahaka kwa hoja Ismaili ni mtoto wa mjakazi, hawezi kurithi na mtoto wa muungwana, hali ya kuwa Mungu anamwambia Nabii Ibrahim, huyu hatokurithi, Eliazeri Mdameski hatokurithi, atakayekurithi ni yule mtoto atakayetoka katika viuno vyako. Na Mwanzo 16:1 Ibrahimu akamwingilia Hajira, akapata mimba, akazaa mtoto mwanamume, malaika akampa jina akamwita Ishmaeli. Swali linakuja, nani anasema ukweli kati ya haya? Biblia inayosema kwamba Hajira alizaa mtoto wa zinaa, tena wa mjakazi, hapasi kurithi na mtoto wa muungwana, au maandiko matakatifu yanayofundisha na kusema bibi Hajira alipopata mimba, amri hii ilitoka kwa malaika, malaika alimpa jina, malaika alifanya yote anayoyataka Mwenyezi Mungu, na wakati huo Nabii Ismaili alipata mimba, yani bibi Hajira alipata mimba ya Nabii Ismaili kwa kuingiliana kati ya mke na mume. Upi unasemwa mtoto wa ndoa? Katika kitabu cha Mwanzo sura 21 inasema hapana, hakuwa mtoto wa ndoa, badala yake Nabii Ismaili alikuwa mtoto wa mjakazi, na Sara alimfukuza asifanye ziaka na mtoto wa muungwana. Nini kimesema kweli kati ya aya hizi mbili? Mwanzo 16 inayosema kwamba Ismaili ni mtoto wa ndoa, au 21 inayosema kwamba mtoto wa mjakazi hafai kurithi na mtoto wa muungwana? Hiyo a. La pili, katika kitabu cha Mwanzo sura ya 15 maandiko matakatifu ya Biblia yanasema mtoto atakayemrithi Nabii Ibrahimu ndiye atakayerithi, atakayetoka katika viuno vyake. Mwanzo 16:1 Ismaili anatoka katika viuno vya Nabii Ibrahimu. Mwanzo 26:1 Isahaka anazaliwa kwa ahadi. Swali linakuja, nani mtoto halisi aliyepaswa kurithi mali za Nabii Ibrahimu? Huyu aliyezaliwa kwa viuno kama ilivyotaja Biblia Mwanzo 15:1, ambaye amezaliwa kwenye 16:1 ni mtoto Ismaili, au 21 aliyezaliwa kwa ahadi? Bado Biblia inaendelea kujikontradikti na kuonyesha kwamba maandiko matakatifu ya Biblia yana tabia ya kujichanganya. Mungu anasema katika kitabu cha Qur'ani sura ya 48, Qur'ani sura ya 5 aya 48 ya kitabu cha Qur'ani, Mungu anasema, na tumekuteremshia kitabu kwa ajili ya kubainisha haki, kinachosadikisha vitabu vilivyokuwa kabla yake na kuvihukumia kwamba haya ndiyo yaliyosalimika na haya ndiyo yaliyoharibiwa. Andiko linaendelea kusema, mtoto akakua akaachishwa kunyonya. Abrahamu akafanya karamu kuu siku ile Isahaka alipoachishwa kunyonya. Sara akamuona yule mwana wa Hajira Misri ambaye alimzalia Ibrahim anafanya dhihaka. Kwa hiyo akamwambia Ibrahim, mfukuze mjakazi huyu na mwanawe, maana mwana wa mjakazi hatorithi pamoja na mwanangu Isaka. Neno hili lilikuwa baya sana machoni pa Ibrahim kwa ajili ya mwanawe. Hapa kuna kitu kingine cha kujifunza. Ibrahimu alipomwona Sara hamtaki Ismaili na anamfukuza Ismaili na mama yake, neno hili Ibrahimu lilikuwa neno linalomuumiza katika moyo wake. Mungu akamwambia Ibrahimu, neno hilo lisiwe baya machoni pako kwa ajili ya huyo mwanao,
na huyo mjakazi wako. Kila ambalo Sarai mkeo atakalokuambia, sikiliza sauti yake, kwa maana katika Isaka uzao wako utabarikiwa, naye mwana wa mjakazi nitamfanya kuwa taifa, naye mwana wa mjakazi nitamfanya taifa. Maana huyu naye ni uzao wako. Maana huyu naye ni uzao wako. Ikiwa Mungu anasema Ismaili naye ni uzao wa Ibrahimu, wewe unayesema Ibrahimu alizini akampata Ismaili, maneno haya unayatoa wapi? Maandiko matakatifu yanasema Ismaili ni uzao wa nabii Ibrahimu. Neno hili lisiwe baya machoni pako, naye ni katika uzao wako. Maana naye ni katika uzao wako, maana yake Ismaili ni uzao wa Ibrahimu na Isaka ni uzao wa Ibrahimu. Biblia inatambua Ismaili na Isaka ni uzao wa Ibrahimu. Wewe unayesema nabii Ismaili alipatikana kwa njia ya zinaa, maandiko hayo unayatoa wapi? Aya 14 inasema, Ibrahimu akaamka asubuhi na mapema, akatoa mkate. Angalia maandiko yanaendelea kusema, Ibrahimu akaamka asubuhi na mapema, akatoa mkate na kiriba cha maji, akampa Hajira, akamtwika begani pake, na kijana akaamuru, naye akatoka akapotea katika jangwa la Berisheba, na maji yakakaribia kuisha katika kiriba. Akamlaza mwanawe chini katika kijiti kimoja, akaenda akakaa akimkabili mbali kadiri ya mtupo wa upinde wa mshale, maana alisema nisije muona kijana akifa. Bi Hajira, kwa mujibu wa Biblia Mwanzo 21, baada ya Bi Hajira kufukuzwa na mtoto wake, wakaenda wakakaa katika jangwa la Berisheba, wakaishi kule katika jangwa la Berisheba. Walipokuwa kule wameketi katika jangwa la Berisheba, kiriba katika maji kikaisha. Hajira akakaa mbali na mtoto kiasi cha mtupo wa upinde, akawa anaona mwanawe asije akafa huku anamuona. Bibi Hajira akaendelea kukaa peke yake, akiona mwanawe bora afe asimuone akiwa anakufa. Hapa katika jangwa la Berisheba, Bibi Hajira yuko na mwanawe anaitwa Ishmaeli. Kwa hiyo katika jangwa la Berisheba yuko Ismaeli pamoja na mtoto na mama yake Bibi Hajira. Wamekaa wamefukuzwa, kwa mujibu wa Biblia wamefukuzwa kutoka katika nchi ya Palestina, wako Berisheba wamekaa na wameketi hapo, hawana mtu mwingine, wako watumishi Bibi Hajira pamoja na mtoto wake Ismaili ambaye walikwenda naye pamoja, na wameketi baada ya kuishiwa maji, wanasubiri kupata maji ya kunywa. Hapa kuna jambo jingine muhimu la kujifunza. Jambo gani tunajifunza? Jambo tunalojifunza hapa kwamba wakati yuko Berisheba, Nabii Ibrahimu alikuwa kule akawa ameketi, mwanawe alikuwa kule Berisheba, na Nabii Ismaili na mama yake katika mji wa Palestina, ndipo alipokuwa ameketi nani? Ameketi Bibi Sara. Sasa swali linakuja, je, Nabii Ibrahimu alipokuwa anataka kumchinja mwanawe, alimchinja mwanawe akiwa wapi? Mwanzo 21:22 andiko linasema, ikawa wakati ule Abimeleki na Fikoli mkuu wa jeshi lake wakamwambia Abrahamu wakinena, Mungu yu pamoja nawe katika yote unayoyatenda. Basi sasa uniapie kwa Mungu ya kuwa hutanitendea hila, hutanitendea hila wala mwanangu wala mjukuu wangu, lakini kwa kadiri ya fadhili ulionitendea mimi na nchi hii ambayo umetembelea ndani yake. Abrahamu akasema, na apa. Kisha Abrahamu akamlaumu
Abimeleki kwa sababu ya kisima cha maji ambacho alitumwa na Abimeleki. Ukisoma katika kitabu hiki, Nabii Ibrahimu alitoa maelekezo juu ya kisima ambacho kilikuwa katika jangwa la Beersheba. Jangwa la Beersheba ndipo mahala Nabii Allah Ismaili alikaa na mama yake. Abimeleki kisima hiki akakitendea hiana, akakiruhusu watu wengine wakitumie bila ya matakwa ya Nabii Ibrahimu. Lakini kisima tunakizungumza hapa cha Beersheba ndio kile kisima ambacho Ismaili alichimbiwa na malaika Jibril. Baada ya malaika Jibril kuona Nabii Ismaili anataka kufa kutokana na kiu ya maji, Jibrili akatoboa kisima, maji yakatoka ya chemchem katika kisima. Maji haya ndiyo maji ya Zamzam, na kisima hiki alikiuza Abimeleki baadaye, kisima kilichokuwa katika jangwa la Beersheba, mahala ambapo Ismaili aliishi na mama yake. Swali, ikiwa Ismaili aliishi na mama yake Beersheba, na katika jangwa la Beersheba ndio kulikuwa na kisima ambacho Nabii Ismaili alikaa na mama yake, Nabii Isahaka alichinjwa akiwa wapi? 22:1 Mwanzo, ili kujua Ismaili alichinjwa akiwa wapi. Mwanzo 22:1. Ikawa baada ya mambo hayo yote Mungu akamjaribu Ibrahimu, yani baada ya mambo yote ya Ismaili kupelekwa Beersheba, kuishi Beersheba, kuuzwa kisima na kadhalika, na Ibrahimu kumwapisha Abimeleki asije akauza kisima. Baada ya mambo hayo yote, ikawa baada ya mambo hayo yote alimjaribu Ibrahimu akamwambia, ewe Ibrahimu, naye akasema, mimi hapa. Akamwambia, umchukue mwana wako wa pekee umpendaye, hapa ameweka jina Isahaka, uende mpaka nchi ya Amori, ukamtoe sadaka, ukayakuteketezwa huko juu ya mlima nitakapokuambia. Yani kwa mujibu wa andiko hili, Nabii Ibrahim akaambiwa aende akamtoe mwanawe wa pekee, mwanawe ampendaye, akamtoe sadaka. Na hapa anamchukua Beersheba, anakwenda katika mlima wa Amori, katika eneo la jangwa la Beersheba, anakwenda kumtoa sadaka mtoto wake mahala alipoelekezwa na Mungu. Nini kilitokea? Mwanzo 22:15. Malaika wa Bwana akamwambia Abraham mara ya pili kutoka mbinguni, akasema, nimeapa kwa nafsi yangu, asema Bwana, kwa kuwa umenitendea neno hili, wala hukunizuilia mwanao wa pekee kama nyota ya mwanao wa pekee, katika kubariki nitambariki, na katika kuzidisha nitauzidisha uzao wako. Atamiliki malango ya adui zake, na katika uzao wako mataifa yote wa dunia watabarikiwa, kwa sababu umeitii sauti yangu. Basi Abrahamu akawarudia wale vijana, wakaondoka huko, wakaenda nao pamoja naye mpaka Beersheba. Ibrahimu akakaa huko Beersheba. Swali linakuja, Ibrahimu baada ya kumchinja Isaka, kwa mujibu wa Biblia hapa, alipomaliza jambo hilo, Mungu akamtuma malaika kumwonyesha Ibrahimu alichofanya ndiyo sahihi, na amekubali kumtoa mwanawe ambaye Ibrahimu alikuwa akimpenda. Lakini baada ya kukamilika kutokumchinja na Mungu kuleta na kondoo ambaye Nabii Ibrahimu alimchinja, wakaondoka na yule kijana, wakarudi mpaka kwa wale vijana, wakaondoka wakamchukua yule mtoto, wakaenda wakarudi, wakaishi katika jangwa la Beersheba. Lakini ukisoma katika Mwanzo 21, Beersheba alikuwa akiishi Bibi Hajira na mwanawe Ismaili. Ukisoma katika kiapo cha Beersheba, Ibrahimu anamuapisha Abimeleki juu ya kisima cha Beersheba ambacho kilisababisha Nabii Ismaili apate maji baada ya kukaukiwa maji na kuishiwa maji na kutaka kuuawa. Mungu akatoboa kisima katika eneo lile ambacho kisima hiki kinapatikana katika jangwa la Beersheba. Aliyekuwa akiishi katika kisima hichi alikuwa ni nani? Ismaili. Aliyekunywa maji ya kisima hichi alikuwa nani? Ismaili. Waliokuwa wanaishi katika kisima hiki alikuwa nani? Ismaili na mama yake na vijana.
hapa tena baada ya Nabii Ibrahim kwenda kumchinja Nabii Isahaka kwa mujibu wa maandiko, na Nabii Isahaka kunusurika kuuawa, anachukuliwa Nabii Isahaka na wale vijana wanarudi kuishi Barisheba, mahala ambako alikuwa akiishi Bibi Hajira. Swali, Nabii Isahaka alikwenda kuishi kwa mama mjakazi? Ikiwa mtoto alifanya zihaka kiasi ambacho mama Sara alikasirika na kumtaka Ibrahimu amfukuze Hajira na mtoto wake ili wasiende kuishi katika mazingira ya kuteswa, au asije kafanya zihaka na mtoto wake kwa sababu hawezi kurithi na mtoto wake, vipi leo Isihaka anarudishwa katika makazi ya mama yake wa kufikia ambaye ni mamake mdogo, mama wa Ismaili? Vipi Nabii Ibrahimu baada ya kumchinja mtoto huyu asirudi Yerusalemu ambako Sara alikuwa akiishi na mtoto wake Isahaka, badala yake anakwenda kuishi nyumba alokuwa akiishi Hajira na mtoto wake Ismaili? Hapa ndio unapoona Biblia kuna kitu imekificha. Neno Isihaka limechomekwa katika kuchinjwa juu ya Nabii Ismaili ili ifikie mahala ionekane mtoto aliyetaka kuchinjwa ni Nabii Isahaka na sio Nabii Ismaili, kwa sababu wakisema alichinjwa Nabii Ismaili, Uislamu utalazimisha kuonyesha kwamba, historia italazimisha kuonyesha kwamba Nabii Ibrahimu aliishi Maka, na historia ya tukio kuchinjwa Nabii Ismaili linaonekana katika mji wa Maka, katika eneo la Jamarat, mahala ambako Nabii Ibrahim alikuwa akimchinja mwanawe, na sisi tunafanya historia ya kumpiga mawe kwa shetani. Na tukio zima la kumchinja Nabii Ibrahimu mtoto wake, historia yake iko katika mwezi wa Dhulhijja ambao ndio mwezi muandamo katika kalenda ya Kiislamu, na mwezi huu linafanyika katika kila mwaka. Kwa hiyo mwezi huu wa Dhulhijja, mwezi wa 12 katika mafundisho ya miezi ya Kiislamu, ndio mwezi wenye tukio la historia la kuchinjwa Nabii Ismaili, na mahala alipotakiwa kuchinjwa Nabii Ismaili ni katika mji wa Maka, katika nchi ya Maka, katika eneo la Mina na katika eneo la Jamratul Kubra, mahala tunapotupa mawe kumbukumbu ya kuchinjwa Nabii Ismaili na baba yake Nabii Ibrahim. Sasa kama wewe unapinga kwamba aliyetaka kuchinjwa hapa hakuwa Nabii Ismaili, badala yake alikuwa Nabii Isahaka, vipi Nabii Isahaka baada ya kunusurika kuchinjwa? Kwa mujibu wa Biblia, aya ya 19 ya kitabu cha Mwanzo ya sura 22 nasema, basi Abrahamu akawarudia vijana wake, wakaondoka wakaenda zao pamoja mpaka Berisheba. Abrahamu akakaa huko Barisheba. Vipi Ibrahimu akae Barisheba na Isahaka hali ya kuwa Barisheba alikuwa anakaa Hajira na mwanawe Ismaili? Je, Nabii Isahaka alikuwa anaishi kwa mama yake wa kufikia, hali ya kuwa mama yake aligoma hata michezo ikawafanya Nabii Ismaili alazimike kutolewa nyumbani kwa bibi Sara kwa sababu ya zihaka ya Ismaili na Isahaka? Lakini pia hapa iliko swali la kujiuliza katika aya iliyotangulia. Wakati anazaliwa Nabii Ibrahim, Nabii Isahaka akiwa anazaliwa Nabii Isahaka, Nabii Ismaili alikuwa na miaka 14. Wakati anaachishwa kunyonywa Nabii Isahaka, Nabii Ismaili alikuwa na miaka 16. Je, mtoto wa miaka 2 anaweza kufanya zihaka na mtu wa miaka 16? Hebu rudisha akili yako leo. Kitoto cha miaka 2 kinaweza kufanya mchezo na mtu wa miaka 16? Jibu ni kwamba haiwezekani. Mtoto wa miaka 16 ni baligh, mtoto mkubwa mwenye uwezo wa kujitambua anachokifanya. Isahaka anaachishwa kunyonya ana miaka 2. Mtoto aliyekwenda kuchinjwa alikuwa na uwezo wa mwendo wa kwenda na kurudi na baba yake. Je, mtoto wa miaka 2 Isahaka anaweza kwenda kwa kutembea na baba yake mwendo wa kwenda na kurudi? Jibu haliwezekani. Mtoto aliyeachishwa kunyonya huwa anabebwa mkononi, ni kitoto kidogo, hakiwezi kutembea kwa miguu yake mwendo mrefu wa kwenda na baba yake na kurudi. Qur'ani nasema mtoto aliyechinjwa alikuwa na umri wa mwendo wa kwenda na kurudi. Lakini jambo jingine unaloweza kujifunza kwamba mtoto aliyekusudiwa kuchinjwa alikuwa Nabii Allah Ismaili. Leo mpaka sisi Waislamu duniani kote tunaweza kutoa eneo la kihistoria, kwa sababu Mungu alisema ndani ya Qur'ani kwamba tukio hili la Ismaili na baba yake na mtoto wake na baba yake kutaka kuchinjana ni tukio aliloliweka kihistoria ambalo walitarithiwa kwa vizazi baada ya vizazi. Waislamu leo tunaamini Ismaili alitaka kuchinjwa na Isahaka, na tuna maeneo ya historia yanayopatikana Maka, na kuna mahala tunapiga mawe ndio eneo hasa Nabii Ismaili alilokaa chini akiwa anataka kuchinjwa.
tunawauliza ndugu zetu wasio kuwa Waislamu, ikiwa mnaamini Ishaka ndo mtoto aliotakiwa kuchinjwa, eneo lenu la kihistoria liko wapi? Na mnakwenda kila mwaka kufanya historia gani kukumbuka historia ya Ishaka kutaka kuchinjwa na baba yake Ismaili, baba yake Nabii Ibrahim? Leo hii huwezi kuona mahala popote, dini yoyote, uwe Ukristo, uwe udini wa Judaism, Mayahudi, hakuna mahali pa historia wanapofanya kama kumbukumbu ya Nabii Ishaka kutaka kuchinjwa na baba yake Nabii Ibrahim. Lakini Waislamu peke yetu ndio tumebaki na eneo la tukio la historia la kuchinjwa na Nabii Ibrahimu, baba yake kuchinjwa na baba yake Nabii Ibrahimu, huyu Nabii Ismaili. Waislamu peke yetu ndio tumebaki na eneo la historia. Waislamu peke yetu ndio tumebaki na mwezi wa historia, kwamba tukio lenyewe lilifanyika ndani ya mwezi wa Dhulhijja kuanzia mwezi 8 mpaka mwezi 12. Kipande hiki ndicho alichotaka kuchinjwa. Si wenzetu mnatakiwa mtuambie tukio hili lililotaka kuchinjwa kwa Nabii Ishaka, ambalo Biblia naamini kwamba alitaka kuchinjwa Nabii Ishaka, lilikuwa Januari, lilikuwa Desemba, lilikuwa mwezi gani katika kalenda yenu mnayofuata kwa mujibu wa Biblia? Utaona maswali yote ukiuliza Biblia, na tukikuuliza wewe unayenisikiliza, huna majibu mazuri juu ya ukweli wa tukio hili. Kwa hiyo Uislamu kwa mujibu wa Qur'ani sura 37 aya 98 mpaka ya 112 inapozungumzia historia ya kuchinjwa kwa Nabii Ismaili, na kwamba baadaye Mungu alimpata Nabii Ishaka, alimpa mtoto Nabii Ishaka, ni maneno ya kweli yaliyomo ndani ya Qur'ani, kwa sababu Qur'ani inasema baada ya tukio hili ndio Mwenyezi Mungu akampa Nabii Ibrahimu mtoto anaitwa Nabii Ishaka. Kwa nini? Kwa sababu mtoto aliyepaswa kuchinjwa alitakiwa awe mtoto wa pekee, na Ishaka na Ismaili, watoto hawa wawili, mtoto aliyekaa wa pekee kwa baba yake ni Nabii Ismaili, kwa sababu Nabii Ismaili ameishi kwa baba yake akiwa mtoto pekee kwa miaka 14. Lakini Nabii Ibrahim alipomzaa Ishaka akiwa na Ismaili ana miaka 14, akazaliwa akaishi miaka 2, Ismaili akiwa na miaka 16, ndio Nabii Ishaka anaacha kunyonya. Mtoto wa pekee kwa Nabii Ibrahimu alikuwa ni Ismail, na mtoto aliyekusudiwa kuchinjwa akiwa wa pekee alikuwa Ismaili, kwa sababu Nabii Ibrahim hakuwahi kuishi mtoto wa pekee Ishaka akiwa peke yake nje ya Nabii Ismaili, kwa sababu Ismaili alitangulia kuzaliwa. Lakini ikiwa ndio unalazimisha au unapenda utamani kwa awe Nabii Ishaka, inabidi ulijibu swali hili la Biblia. Vipi Nabii Ishaka mama yake yupo katika nchi ya Palestina, lakini alipochinjwa akalazimika kwenda kukaa katika nchi ya Beersheba? Je, Ishaka aliishi katika nyumba ya mama yake wa kufikia? Ikiwa hapana, na mama yake wa kufikia alifukuzwa kwa sababu ya wivu, basi aliyekusudiwa kuchinjwa alikuwa Nabii Ismail, ila Ishaka iliwekwa na wazungu kwa lengo la kupotosha ukweli juu ya kisa cha kuchinjwa kwa Nabii Ismaili. Natumai msikilizaji wangu, kwa maswali haya na maelezo haya umejifunza jambo, umejifunza kitu, na umegundua kwamba mchinjwa mkusudiwa ni Nabii Ismaili kwa sababu 5. Ya kwanza, ndo mtoto pekee, aliishi peke yake kwa Nabii Ibrahim. Ya pili, baada ya kuchinjwa alikaa Beersheba ambako alikaa mama yake Nabii Ismaili. La tatu, Nabii Ismaili historia ya kuchinjwa kwake ipo mpaka leo. Mwezi ni Dhulhijja, eneo ni katika mji wa Maka. Lakini namba 4, Nabii Ismaili alipokuwa akiishi na mama yake kule katika jangwa la Beersheba, ndipo mahala pekee Waislamu wanakwenda kufanya hija, na ndiko mahala wanapotengenezea kumbukumbu ya kila mwaka. Na jambo la 5, Nabii Ishaka ni mtoto aliyekuwa akiishi Yerusalemu, hajawahi kuishi Beersheba jangwani, kwa sababu yeye hakufukuzwa na mama yake, wao walikaa katika himaya yao. Lakini jambo hili likuthibitisha ndo ukweli wa jambo lenyewe. Kaburi ya Nabii Ishaka iko katika msikiti wa Baitul Maqdis, iko katika hekalu la Suleimani Palestina. Kaburi la Bibi Sara liko katika Palestina, liko katika hekalu la Suleimani. Vipi kaburi la Ishaka na kaburi la mama yake Bibi Sara yawepo katika msikiti wa Baitul Maqdis au hekalu la Suleimani leo, wakati wao walikuwa wakiishi Beersheba, mahala ambako alikuwa anaishi Nabii Ismaili? Jibu linakuja, mahala alipoishi Nabii Ismaili na mama yake
ni Berisheba, na mahala alipoishi Nabii Isahaka na mama yake ni katika nchi ya Jerusalem, katika nchi ya Palestina, mji wa Jerusalem katika nchi ya Palestina. Palestina ndipo alipoishi Isahaka na mama yake, na kamwe sio mlengo wa kuchinjwa. Mlengo wa kuchinjwa ni Nabii Ismaili. Na ndio maana wewe ndugu yangu, wazungu wamekupokonya dini, wazungu wamekunyima ukweli. Mpaka leo huwezi kupata mahala pa historia ya kuchinjwa Isahaka, wala hupati tukio la historia la kuchinjwa Isahaka, wala hupati historia ya mwezi aliochinjwa Isahaka. Na kupa homework, nenda kamuulize kiongozi yoyote nje ya Uislamu, majibu hayo matatu atakuwa hana. Isahaka alichinjwa wapi? Isahaka alichinjwa mwezi gani? Historia yake inaonyesha ni eneo gani alilochinjwa? Huwezi kupata historia hiyo isipokuwa katika Uislamu peke yake. Baada ya kusema haya, wabillahi taufiki wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.